Umefanikiwa siku ya leo, tumekuambia uende nje utembee na uombe kura yako vizuri. Kwamba watu wamekuweka mkono siku ya leo, tumekuambia uende nje. Kila mtu ya ambaye hako hapa tukifanya declaration Kabuchai leo na ni saa hii, na kama sio saa hii ni sasa hivi. Sisi tusimame na serikali ya William Ruto. Anajua maana anatupeleka kabisa, na huyo gavana mwenye anajua maana anatupeleka ni Tim Wanyonyi, hakuna mwingine. Kuna Nairobi amefanya kazi kabisa, tuliona rasilimali zake zote ziko hapo Bungoma. Ni mtu wa mipango. Wanataka tuchezee Bungoma karata? Hapana. Wangapi wanasema tunasimama na Tim Wanyonyi? Nataka kusema hivi nikimalizia, kwa sababu najua gavana wetu hao watu wako baada ya hii wanaongoja wapange, na wataka waende nyumbani watengeneze sample kwa watoto. Ukitaka kujua dalili, na mimi nimepata dalili leo ni mara ya tatu ya kwamba tayari huyu Tim Wanyonyi hii kit ya ugavana atachukua asubuhi. Wakati alikuwa anaongea hapa, mbona Mwenyezi Mungu alianza kunyunyiza nini? Amekuja maongezi kwa mara mbili, na safari zote mbili Mwenyezi Mungu alikuwa anamnyunyiza na nini? So tayari tuko na gavana, tusicheze na karata. Sisi wabunge 9-10 tunasimama na Tim Wanyonyi. Tuko pamoja. Ulialala. Sio tunaona? Si tunauleta? Si ndio huyu? Muona Tim Wanyonyi? Ama hamuoni? Wangapi wameona na macho na siku ya leo? Mimi nimekuja hapa na wenzangu na nyinyi wananchi wa hapa kuweka mkono papa vile alisema, na nataka kushukuru mheshimiwa Tim. Tim ni mtu wa discipline. Huyu Tim Wanyonyi namuona wengi wanaenda tu kuomba kura bila mzazi kumwekelea mkono, bila mzazi kumpea ruhusa, lakini Tim ameonelea mpaka apate ruhusa kutoka kwa baba, kwa jamii, wahochawe, wakukawe, mos. Tim amevunja rekodi kabisa ya discipline. Na hii ni kuonyesha ishara kwamba Tim ndio gavana wa Bungoma hii. Hatuwezi linganisha Tim na huyu kijana Kimilili. Tim ni manager. Tim ni mkombozi wa kaunti ya Bungoma.
huyu timu Wanyonyi ndiye atakomboa. Kwa hiyo vijana hamuna kazi kwa muda mrefu. Sasa timu ndiye ataleta industries pamoja na marafiki zake kutoka kule ng'ambo. Industries Bungoma zitakuwa za kuajiri vijana kama hawa. Na huyo kijana hana plan, huyo kijana hana agenda. Ukimuuliza agenda yako ni nini, ati nitanunua mahindi kwa shilingi 30, niweke nitarudisha kwa shilingi 30. Hiyo sio agenda. Agenda ni ya hii. Amesema nyinyi msaade. Vijana, naona vijana wengi hapa. Nani ambaye anazaa peke yake? Pia wewe kuweka nafikiri yeye amekwama. Yeye asai kama amekwama hiyo ni sawa sawa. Nataka kama kuna cheza kama timu Wanyonyi, mambo ya timu Kea, mambo ya industry, mambo ya maendeleo kila aina. Amesema mazao yetu ile tunalima kwa shamba, madizi hii mnaona inakuanga hapa Ukembe na kwingine. Sasa na pepa anatafutia market kule Europe. Ndizi moja na add value unaweza kununua na shilingi maybe $100 ndizi moja. Kiwanda wasoko hawapati ndizi, yote wananuaga katika Afrika na nchi zingine. So furahia timu, mkienda nyumbani nauza sera za timu. Lakini ya muhimu ni kwamba sisi kama Sirisia ndiye zaka mchai. Si ndio? Sirisia tumeamua kwamba timu anaenda vile Waluka anaenda Anopos, timu anaenda Anopos. Kamchai ndiye Sirisia ndiye zaka Kamchai, timu hapa anaenda Anopos. Nyinyi mjipange. Mambo ya kama vile Majimbo mmesema Majimbo, nimesikia mtu anasema Majimbo. Timu anaenda Anopos. Na tusimame na serikali nyinyi vijana. Kiongozi wale wachache assembly yetu ya Bungoma. Nataka niseme hivi. Mheshimiwa timu nimekuja hapa na timu ya waheshimiwa MCS. Wote wako nyuma yako. Tuko na wale wamekuja mapema na wanaomba ruhusa kwa shughuli nyingine. Na sisi tuna support governor 2027 ndio huyu tumekaa na yeye mheshimiwa timu. Tuko pamoja na nyinyi. Leo nimeshuhudia na naenda kama mnakuambia kwamba governor ni timu Wanyonyi. Na nyinyi mnasemaje? Lazima tutakomboa Bungoma kwa matumaini yenu. Kabisa. Sasa ni jana wale jireko. Mama baba. Ningo nyinyi
mkubali safari tuende pamoja. Ya mwisho mimi nataka kuwatuma pia. Mfikiri na mume. Mwanangu ila Mungu yangu mno. Mtakitembea kila mahali. Kwa soko mtakuwa. Mtakuwa. Kila mahali. Utaniombea kura. Utaongelesha watu. Hapa timu yote. Mungu awabariki. Chabicho mami. Amusime.